Ninakusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi, na leo ikiwa ni Septemba 22 mwaka 2023. Tuombe. Mtakatifu Baba yetu na Mungu wetu uliye mbinguni, ninasema asante kwa ajili ya asubuhi hii ya leo iliyo njema. Ninakushukuru kwa sababu ya upendo wako na rehema yako maishani mwetu. Tunapoenda kujifunza neno lako kupitia masomo haya kesha la asubuhi, Roho wako atufundishe kuyaelewa na kuyatendea kazi katika maisha yetu. Hilo ombi letu katika jina la Yesu Kristo. Amina. Somo la leo linasema mwamba imara. Somo hili limejengeka katika kitabu cha Samueli wa pili sura ya 22 na ile aya 47. Neno la Mungu linasema, Bwana ndiye aliye hai, na ahimidiwe mwamba wangu, na atukuzwe Mungu wa mwamba wa wokovu wangu. Nimezisoma barua zako kwa shauku na kujali. Ninaweza kusema mwanao anahitaji baba kuliko alivyomhitaji hapo awali. Amekosea, unajua hilo, na anajua kuwa unalijua hilo. Na maneno ambayo ungekuwa umeweza kumwambia katika uchanga wake kwa usalama, na ambayo yasingeleta matokeo mabaya yoyote, yanaweza sasa kuonekana kama kukosa ukarimu na yakawa makali kama kisu. Najua kuwa wazazi wanapata aibu kwa sababu ya makosa ya mtoto ambaye anawadharau sana. Lakini je, mkosaji anaujeruhi na anauchubua moyo wa mzazi wa kidunia zaidi kuliko sisi kama watoto wa Mungu tunavyomchubua mzazi wetu wa mbinguni, ambaye ametupatia na bado anatupatia upendo wake, akitualika turudi na kutubu dhambi zetu na uovu wetu, na atusamehe uovu wetu. Usiwache upendo wako wa kwanza sasa. Upendo ule wa kujali kule vinahitajika leo zaidi kuliko wakati mwingine wowote ule. Wakati watu wengine wanamuona mwanao kwa ubaridi na kueleza matendo yake mabaya kwa kejeli, je, baba na mama kwa huruma na upendo asitafute kuongoza hatua zake katika njia salama? Sijui aina ya dhambi za mwanao, lakini niko salama nikisema, bila kujali aina ya dhambi alizo nazo, hebu kusiwepo maoni yanayotoka katika midomo ya kibinadamu. Hakuna shinikizo kutoka katika matendo ya kibinadamu ya wale wanaofikiri wanatenda haki kukuongoza kufuata njia ambayo inaweza kutafsiriwa na mwanao kuwa unajisikia kuumizwa sana na kuaibishwa sana kiasi ambacho huwezi kumwamini tena na kusahau makosa yake. Usiruhusu kitu chochote kikufanye upoteze tumaini. Usiruhusu kitu chochote kiondoe upendo wako na huruma yako kwa mkosaji. Anakuhitaji na anataka baba na mama wamsaidie kuopolea kutoka katika mitego ya shetani. Mshikilie sana kwa imani na upendo, na mng'ang'anie yeye ambaye ni mkombozi mwenye huruma nyingi, ukikumbuka kuwa ana Mungu ambaye ana shauku kubwa kwa ajili yake kuliko hata shauku ulionayo kwake. Usizungumzie kukata tamaa na kutokuwa na tumaini. Zungumzia ujasiri. Mwambie anaweza kuwa mwenyewe, kwamba wewe baba na mama yake mtamsaidia kumshikilia yeye aliye juu, kusimika nyayo zake juu ya mwamba imara, yaani Kristo Yesu, kupata msaada na nguvu halisi isiyoshindwa katika Yesu. Katika tafakari zaidi, mwandishi anauliza, kwa nini nipokee neema na rehema ya Mungu bila shukurani? Mpendwa mfuatiliaji wa masomo haya kesha la asubuhi, leo ilikuwa ni Septemba 22 mwaka 2023. Somo la leo lilisema mwamba imara. Somo hili limetuelekeza kwa mwamba imara, yani Yesu Kristo. Na kwa nukta hiyo ndio tunafikia tamati ya kipindi cha kesha la asubuhi siku ya leo. Mungu akubariki sana.